Obama alimuua ndugu yake Gaddafi ili awafurahishe wakubwa waliomlea tangu utotoni. Fahamu kifo cha Muammar Gaddafi na mpango wake wa Gold Dinar kwenye harakati za kulikomboa bara la Afrika. Lakini ndugu yake, Mwafrika mwenzake, aliyezaliwa ughaibuni, yani Barack Obama, kwa kushirikiana na Hillary Clinton, aliyekuwa waziri wa mambo ya nje wakati wa utawala wa Obama, na rais wa Ufaransa wakati huo, Sarkozy, akayadhulumu maisha mzee wetu Comrade Kanal Muammar Gaddafi kwa kumuua, akisema huyu dikteta. Sijui Gaddafi aliua watoto wangapi wa Obama mpaka aitwe dikteta. Najua tunasikitika sana na kifo cha baba yetu mkubwa Gaddafi, lakini tusijali. Kuna Gaddafi mwingine amepatikana, rais wa Afrika, yani Mheshimiwa Magufuli, maana amebeba dhana ile ile ya wazee wetu akina Mwalimu Nyerere, Robert Mugabe, Nelson Mandela, Kwame Nkrumah, Thomas Sankara, Haile Selassie, Patrice Lumumba na mzee wetu Comrade Kanal Muammar Gaddafi wa Libya. Imeandaliwa na Mpoki Buya Kamina Mwandagasia, mwandishi wa makala za elimu, historia na jamii. Imehaririwa na Isaiah Benson Mwakilembe. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Kupitia Instagram unanipata kama Rich Voice Official. Historia ya Mwafrika itaandikwa na Mwafrika mwenyewe. Wazungu wakiandika ndiyo wazee wetu wanawaita madikteta. Ama kweli maandiko matakatifu hayakukosea yaliposema adui wa mtu ni yule wa nyumbani kwake. Nakumbuka wakati Barack Obama, rais wa 44 wa Marekani, alipotangazwa kuwa ndiye rais wa Marekani, basi mzee wetu Comrade Kanal Muammar Gaddafi alifurahia sana. Akasema mtoto wetu wa Afrika amekuwa sasa rais wa dunia, na akampongeza na kumpatia sapoti kifedha pia, maana Gaddafi Marekani alikuwa na benki 2 kule. Kumbe pongezi zile zilipokelewa na Obama kwa kupakwa mafuta na mgongo wa chupa, maana ilipofika wakati wa kumuua mzee wetu mwamba wa Afrika Gaddafi, basi Barack Obama hakusita kutia saini na kuidhinisha majeshi ya Umoja wa Ulaya kujihami, yani NATO, kuja kumvamia na kumuua. Halafu baadaye, baada ya kustaafu raisi, eti ndiyo akaanza kujutia kwa nini alimuua mzee wetu Gaddafi. Kwani ilikuwaje? Hebu twende sambamba sasa. Muammar Gaddafi alianza kuhamahama kutoka nyumba moja kwenda nyumba nyingine. Yote hiyo ni katika kuhakikisha anaokoa maisha yake, na muda wote majeshi ya NATO yakiwa yanamsakama kama mbwa kichaa. Kila jengo lililokuwa anasemekana kuwepo alishambuliwa vikali, tena kwa mizinga mizito, huku wale waliojiita waasi nao walikuwa wanamshambulia kwa upande wa ardhini. Kanal Muammar Gaddafi kichwa kilimwaka moto. Ikabidi aelekeze msafara magari zaidi ya 50 kuelekea mji alikozaliwa, maana Tripoli ilikuwa imechakazwa mfano wa chekecheke. Lakini hata pale alipojaribu kutorokea alikozaliwa magharibi mwa mji wa Sète, bado ilishambuliwa na majeshi ya NATO na vikosi vingine vya Ufaransa vilivyoongozwa na Nicolas Sarkozy, na kukwamisha msafara ule, na vikosi vyote vilivyokuwa vimeongozana naye vilisambaratika. Wachache watiifu walibaki na mzee Kanali Muammar Gaddafi kuhakikisha wanaokoa maisha yake. Mzee Gaddafi alionafika umauti umemfika. Hata wanajeshi waliokuwa nao waliona kifo kipo mbele yao. Walichokuwa nakifanya ni kukamilisha ratiba na kuhakikisha wanakufa na mzee Kanali Muammar Gaddafi. Mashambulizi hayo yaliyolenga kumpoteza Muammar Gaddafi na familia yake yalijulikana kama The Battle of Sète. Sijui Gaddafi aliwakosea nini, maana walikuwa wanamuinda kama kiumbe hatari sana ambacho kingebaki salama basi dunia ingeangamia. Alikuwa anashambuliwa vibaya mno. Msafara wake wenye magari zaidi ya 50 ulisambaratishwa na vikosi vya Ufaransa na majeshi ya NATO ambao walikuwa angani na kufanya msafara huo kukwama, na watu kuamua kushuka na kujipanga kimakundi
ili kuangalia namna gani wanaokoa maisha yao na ya mzee Gaddafi. Lakini hakuna sehemu ya kujificha, maana ni jangwani. Walikuwa wanashambulia kwa kasi ya ajabu mpaka kupelekea vikosi vilivyokuwa na Gaddafi wengi kufa papo hapo na kubaki watu wachache sana ambao nao walichapwa risasi na wale waliojiita waasi na kupelekea Gaddafi kukosa ulinzi kabisa. Maana kuna taarifa zinasema kwamba ilifikia hatua Gaddafi alibaki na walinzi wawili tu na si vinginevyo. Kutokana na watu waliokuwa karibu na Gaddafi katika kipindi hicho kigumu, na alijaribu kutoa kile alichokishuhudia, basi ilikuwa ni Musa Ibrahim. Baada ya mashambulizi kwa makali na maji kuzidi unga, Muammar Gaddafi aliamua kukimbia na kujificha kwenye kalavati, mabomba makubwa ya kupitishia maji machafu yanayopatikana barabarani. Mzee huyu mwamba wa Afrika aliyekuwa na mipango mikubwa juu ya Afrika anakufa kifo cha ajabu sana na cha kusikitisha. Roho na nafsi zilikuwa zinaokimbia mwili. Basi baada ya kujificha kwenye kalavati la kupitishia maji machafu, waasi walikuwa wameshafika eneo husika, na alikuwa amezungukwa na waasi waliokuwa wanaongozwa na rais wa serikali ya mpito wa wakati huo kwa jina la Mahmoud Jibril. Muammar Gaddafi alishikwa na vikosi hivyo vya dunia, huku video zikisambaa kama moto wa kifuu kwamba Muammar Gaddafi alikuwa tayari ametiwa nguvuni. Muammar Gaddafi alikamatwa akiwa hai kabisa, isipokuwa tu waasi walianza kumtesa kama kibaka aliiba kuku mtaa jirani. Alipata mateso makali sana, maana kila mtu alikuwa anajipigia anavyotaka. Hakukuwa na ustaarabu wala binadamu wote ule. Mashirika ya haki za binadamu kama Human Rights Watch na Umoja wa Mataifa ulitaka kuona Gaddafi akiwa hai na kufikishwa kwenye vyombo vya sheria na sio kupigwa risasi. Hata Obama na Clinton alitaka kuona hivyo, lakini pia wanalaumiwa kwamba wao ndio waliruhusu yatokee hayo. Umoja wa Kimataifa pia ulitilia mkazo kwamba usimpige risasi, lakini mambo hayakuwa hivyo. Gaddafi akiwa ameteswa yuko hoi taabani, hata maniki kabisa, aliwauliza waasi kwamba nimewakosea nini? Ni kitu gani kibaya nimewafanyia? Hayo yalikuwa maneno yake, lakini pia aliwapigia magoti na kuomba msamaha kwamba naombeni mnisamehe, msinipige risasi. Hakuna aliyemsikiliza, bali walipuuza na kumcheka, yani kama vile walikuwa wamekamata nyama porini tayari kwa msosi. Hakuna mwanzo usiokuwa na mwisho, na kila jambo na wakati wake. Muammar Kanel Gaddafi alichapwa risasi tumboni, alichapwa risasi kifuani na kichwani. Mwili wake ulikuwa haufai, ulikuwa umejaa damu tupu, ulikuwa unavuja damu kila mahali. Maisha kuna muda hayana maana na kuna muda yana maana pia. Binadamu upendo umepotea, umebaki unyama. Visasi vinaendelea kulitafuna bara la Afrika. Bado Afrika na safari ndefu ya kwenda na aibu sana. Mataifa mengine ambayo sio ya Kiafrika kuja kutulia kiongozi wa Afrika ni makosa makubwa ambayo Afrika imefanya, kuruhusu kiongozi Gaddafi kufa kama kuku, na laana hii ache iendelee kutafuna daima. Umoja wa Afrika ilikuwepo na ilikuwa inaangalia tu. Ni aibu kubwa, na hakuna mtu atabaki salama viongozi wasipojirekebisha. Hata kama Gaddafi alikuwa na mabaya, lakini bado hakustahili kufanywa vile alivyofanyiwa. Na hakuna kiongozi wa Afrika aliyefungua mdomo kulani kama sio Paul Kagame peke yake, ukiachilia Jacob Zuma na Robert Mugabe. Kanali Muammar Gaddafi alipoteza maisha kwa staili kipekee sana. Ilikuwa ni jambo la kushangaza na kusikitisha mno. Yani Afrika ilibaki imepigwa na ganzi. Hakika tutakukumbuka daima Muammar Gaddafi. Rest is in peace, Sir Gaddafi. Punde tu
baada ya taarifa kusambaa kwenye mashirika makubwa ya kibepari kama Fox News, BBC, CNN, DW na Al Jazeera kwamba Gaddafi amepigwa risasi na waasi ambao Gaddafi aliwaita majeshi ya dunia. Viongozi wakubwa walionekana kufurahia tukio hilo na kuweka vifua mbele bila aibu yoyote ile, na rais aliyeitwa ni wa serikali ya mpito Bwana Mahmoud Jibril alitangaza akiwa Tripoli kwamba huu ndio wakati ambao tumekuwa tukiusubiri kwa muda mrefu sana. Kauli hii inaonyesha wazi kwamba kufa kwa Gaddafi kulikuwa kumepangwa. Pia punde kidogo walionekana waasi wameshika bastola dhahabu aliyokuwa nayo Muammar Gaddafi mkononi kabla mauti haujamkuta. Na baada ya hapo mwili wa Comrade Colonel Muammar Gaddafi ukapelekwa katika mji wa Misrata ili kuonyesha watu kwamba kweli Gaddafi amekufa. Muammar Gaddafi, mfalme huyu wa Afrika, alikufa kwa kupigwa risasi nyingi mwilini na mateso makali tarehe 20 mwezi wa 10, 2011. Muammar Gaddafi alikufa kwa ajili ya bara la Afrika. Gaddafi alitaka kuona Afrika inajikomboa katika mikono ya wazungu, na alikuwa amezamiria kufanya mabadiliko makubwa ya kiuchumi katika bara hili la Afrika bila kujali. Mwaka 2009 akiwa kama mwenyekiti wa Umoja wa Mataifa huru ya Afrika yani AU, alipanga mikakati kabambe ya kuhakikisha tunajinasua kutoka katika mikono ya majambazi wazungu. Kwenye suala la usalama, alitaka tuwe na jeshi la Afrika litakalolinda mipaka yetu. Alitaka kuona tuna jeshi moja la Afrika nzima. Alitaka kuona tuna hela yetu yani Afro currency ambayo ingetumika Afrika nzima ili kuepukana na kutumia dola. Alitaka kuanzisha benki kuu ya Afrika. Alitaka kuunganisha Afrika nzima kwa barabara. Hakika Gaddafi alikuwa ni kiongozi aliyelipenda bara la Afrika. Shutuma nyingi zinaenda kwa Bi Hillary Clinton akiwa kama waziri wa mambo ya nje wa Marekani, maana yeye alihusika pakubwa na mauaji Muammar Gaddafi, akishirikiana na rais wa Marekani wa 44 Bwana Barack Obama, bila kumsahau rafiki yake Nicholas wa Ufaransa. Hawa ndio wazi wakubwa walimuua Gaddafi kwa sababu ya uroho wao na tamaa juu ya malighafi za Afrika. Katika moja ya barua pepe zilizovujishwa na kutolewa na FBI mwaka 2015 mwishoni, zilionyesha wazi namna gani mipango ya kumwondoa Gaddafi ilivyokuwa ikifanyika. Gaddafi hakufa kwa bahati mbaya. Kifo cha Gaddafi kilipangwa. Tunawauliza wa Libya, je, wamepata nini sasa baada ya kumwangusha Gaddafi? Wa Libya waliojiita waasi na kudai wamemchoka Gaddafi, je, wamekipata walichokuwa wanakitaka? Libya imegeuka kuwa lango la walanguzi. Makosa makubwa yaliyofanyika na wa Libya ni kumuua Gaddafi. Leo hakuna kitu Libya. Wamebaki wanaangaliana usoni, watu wanakufa ovyo, njaa, huduma chafu. Libya imegeuka kuwa soko la watumwa na kichaka cha makundi ya kigaidi. Ulikuwa ni wakati mgumu sana, pengine ambao hakuwahi kufikiria wala kuota katika maisha yake. Aliamini kwamba kuna mtu hata mmoja ambaye angeweza kuivamia Libya. Kumbe mawazo yake yalikuwa yamekosa mwanga. Kulingana na watu waliokuwa naye pamoja na wale waliojitolea kufa naye kama Abu Kadir Yunus na kijana mmoja anayejulikana kwa jina la Dhao, walidai Kanali Muammar Gaddafi hakuwahi kuwaza kukimbia nchi yake muda wote. Alikuwa akisisitiza atafia Libya. Hata pale marafiki zake wa karibu kama wakina Jacob Zuma walipojaribu kumshauri, bado alikaza roho kama mwanaume aliyechoka kuishi kwamba alizaliwa Libya, atafia Libya. Hata hivyo, walikuwepo viongozi ambao walitambua fika kwamba Gaddafi hawawezi kumwacha salama. Mfano Robert Gabriel Mugabe, naye alijaribu kumshawishi Gaddafi aende Zimbabwe, lakini mtaalam Colonel Muammar Gaddafi aligoma. Kweli siku ya kufanyani miti yote uteleza.
Mpango mzito wa Gaddafi juu ya bara la Afrika. Gaddafi alikuwa kiongozi wa mfano hapa Afrika, na katika hili hakuna ubishi, maana Libya Gaddafi ni tofauti na Libya ya sasa ambayo wamejaa walanguzi na majambazi na makundi ya kigaidi. Libya Gaddafi ilikuwa mfano wa kuigwa Afrika na dunia kwa ujumla. Gaddafi anapaswa kukumbukwa daima, maana alifanya mambo makubwa huko Libya na Afrika. Gaddafi alitaka kuona Afrika inasimama yenyewe kama Afrika, pasipo kutegemea misaada kutoka nje, kama ilivyo sasa mataifa mengi yanategemea msaada kutoka mataifa wahisani kwa 70%. Muammar Gaddafi hakuwa tu na mawazo, bali pia alikuwa na pesa na kila aina ya mali ya kufanya yote yale aliyokuwa anayaamini. Kipindi Gaddafi yupo madarakani, Libya ndio lilikuwa taifa linaloongoza kwa uzalishaji mafuta barani Afrika. Ukiachilia mbali Ghana na Angola, mafuta peke yake yalitosha kujenga Libya yenye mfano, ukiachilia mbali shehena dhahabu aliyokuwa nayo. Hapa nakumbuka kauli moja Patrice Otieno Lumumba kwamba watu wenye mawazo mapana na wenye akili nyingi huwa hawadumu kabisa. Heshima kwako Gaddafi, na Mungu akufanyie wepesi uko uliko. Sijui wale kuzika wapi, angalau hata kizazi kijacho kingefahamu kwamba alikuwepo mfalme wa Afrika. Gold dinar iliwachanganya wazungu. Mpango wako wa gold dinar uliofanya wazungu waje Afrika kibabe ili kuzuia mpango huo uliokuwa tishio kwa uchumi wa mataifa ya Ulaya. Gaddafi pekee alitosha kabisa kufuta umasikini Afrika, maana mawazo yake yalikuwa yakinifu hakika na kweli. Gold dinar ndio lililokuwa suluhisho la uchumi wa Afrika na si vinginevyo. Mataifa ya bara la Ulaya hayajawahi kuwapenda wa Afrika. Dunia ilikuwa inasubiri kuona Gaddafi atafanya nini, na waliamini kwamba Gaddafi hataweza kuchukua hatua yoyote ile. Na walipoona kwamba Gaddafi anapiga hatua 50 mbele, kweli wakatengeneza propaganda ili aonekane kiongozi wa hovyo na katili mbele ya raia wake, na dunia nzima ikaaminishwa hivyo. Mbinu walizotumia kumuondoa Gaddafi ndio mbinu hizo hizo zilizotumika kumuondoa Saddam Hussein. Lakini leo iko wapi Iraq ya Saddam Hussein? Wamemuondoa Muammar Gaddafi. Iko wapi Libya iliyokuwa inasifika Afrika kwa uchumi imara? Iko wapi Libya iliyokuwa na uwezo wa kufadhili umoja wa nchi huru Afrika? Gold dinar. Ili Afrika iondokane na ukilitimba na unyonyaji kutoka mataifa ya nje, lazima Afrika ihakikishe inaungana na kuwa kitu kimoja. Na maneno haya yalikuwa yakina Haile Selassie wa Ethiopia na Kwame Nkrumah wa Ghana. Yalitamkwa mwaka 1963 huko Addis Ababa, Ethiopia. Siku moja wa Afrika unazaliwa. Na hata wakina David Danko walisisitiza Afrika kuungana kuwa kitu kimoja, lakini hawakufanya hivyo. Miaka 50 baadaye, Afrika bado tunakufa njaa. Afrika bado imegawanyika. Afrika bado tumekwama kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe. Muammar Gaddafi akajitokeza na kuamua kusimamia hoja ya Afrika kuungana, tena kwa vitendo, na yeye akachukua jukumu la kuunganisha Afrika kwa kutumia pesa zake mwenyewe pasipo kumchangisha mtu yoyote. Gaddafi alitaka Afrika itengeneze pesa yake yenyewe ambayo ingeitwa gold dinar. Pesa hii ingekuwa na uwezo wa kutumika Afrika nzima. Gold dinar ingekuwa ni pesa ambayo ingetengenezwa kwa kutumia dhahabu, na lengo la kutengeneza noti kwa kutumia dhahabu ni kuhakikisha inakuwa na thamani kuliko pesa zingine zozote zile kutoka nje. Lengo la kutengeneza pesa namna hii ni kuhakikisha wanalinda malighafi za ndani na kukuza uchumi wa Afrika na sio vinginevyo. Gold dinar ingetumika Afrika pekee na sio nje ya Afrika. Muammar Gaddafi alikuwa na mpango huo ili kulinda uchumi wa Afrika, na wazungu walipotaka kuja Afrika kuchukua kitu chochote kile, wangetakiwa kubadilisha hela zao na kutumia gold dinar. Wazungu wakifika Afrika walitakiwa kutumia gold dinar na sio dola wala pounds au euro. Mpango huo wa Gaddafi wa kuanzisha gold dinar ulikuwa unazishusha thamani hela za mataifa ya magharibi
na zingeonekana hazina thamani tena mbele ya gold dinar ya Afrika. Na hilo lilikuwa ni tishio kwa uchumi wa mataifa ya Ulaya na Marekani. Hivyo kulikuwa kuna njia zingine za kumzuia Gaddafi zaidi ya kumuua na kumfutilia mbali katika uso dunia. Saddam Hussein aliwahi kuacha kuwauzia mafuta Marekani, ila wateja wake wakubwa walikuwa Waarabu wenzake. Lakini pia ikawa haitoshi, Saddam Hussein alipiga marufuku dola Marekani kutumika katika taifa lake. Na kwa kufanya hivyo ilikuwa ni chukizo kwa Marekani, na walichoamua ni kumnyongelea mbali na kuivuruga Iraq. Mpaka leo taifa litamaniki kabisa. Umebaki tu ushahidi kwamba kuna taifa linaitwa Iraq. Kinachoonekana ukitaka kunyongwa au kufutwa katika ramani hii ya dunia, basi gusa dola ya Marekani. Hakuna kitu Marekani anauchukia kwenye hii dunia kama kutaka kuishusha thamani hela yao. Iko wapi shehena ya dhahabu na almasi za Libya? Kabla tujaangazia wapi dhahabu za Libya zilikopotelea, basi ni vyema tukaangalia mataifa yanayoongoza kuwa na akiba nyingi ya dhahabu duniani. Mataifa yenye akiba kubwa au nyingi ya dhahabu duniani ni Marekani, ndio namba 1 kwa takwimu za mwaka 2016-2017, ikiwa na tani 8133.5, huku Uingereza ikiwa inashika nafasi ya 18, huku ikiwa na tani 310.3, na nafasi ya pili ikishikwa na Ujerumani ikiwa na tani 3381, na bila kusahau China ikiwa nafasi ya 6 ikiwa na tani 1778.5. Na nafasi ya 3 kwa kuwa na shehena nyingi ya dhahabu ni IMF ambao wana tani 2814.0. Haya ndiyo mashirika yanayomiliki shehena au hazina kubwa ya dhahabu duniani. Natamani pia kutambua nchi yangu inashika nafasi ya ngapi tena, ukizingatia tuna migodi inayotema, tutakuwa mbali sana hakika. Lakini taifa la Libya lilikuwa ni moja mataifa yenye shehena au hazina nyingi ya dhahabu na almasi duniani. Basi ilikuwa ni Libya. Muammar Gaddafi alikuwa anajenga uchumi wake kwa kutumia mafuta pekee na vyanzo vingine vidogo kama viwanda na kilimo. Pia huko Tripoli alikuwa bado hajaanza kutumia dhahabu yake, maana lengo pia la kuwa na dhahabu nyingi kiasi hicho ni pamoja na kujenga na kuimarisha uchumi wa Kiafrika. Alikuwa ni kiongozi wa aina yake hakika. Alikuwa ni kiongozi ambaye alibarikiwa akili na uwezo mpana wa kuona mbali. Alikumbuka mpaka kuweka akiba kwa ajili ya maisha wa Libya na Afrika. Alijua vyema kuzichana na kuthamini malighafi zilizojaliwa na Mungu, mpaka akaweka shehena ya kutosha dhahabu kwa ajili ya maisha baadaye. Leo ni mataifa mangapi yana akiba ya dhahabu barani Afrika? Ni mataifa mangapi yanatambua umuhimu wa dhahabu kama si kuwauzia wazungu? Lakini Kanali Gaddafi alikuwa na akiba ya kutosha dhahabu na almasi, na wazungu hawakupenda kuona haya, wakaamua kumuua kwa kumchabanga risasi kama mbwa mwenye kichaa 2011. Katika mataifa ya Kiarabu, Libya ilikuwa inashika nafasi ya 4 katika mataifa yenye dhahabu nyingi duniani, huku katika dunia nzima Libya Muammar Gaddafi ilikuwa nafasi ya 31, huku ikiwa na tani 116. Rekodi hizo ni za mwaka 2016, hiyo ikiwa ni miaka 5 baadaye baada ya kifo cha Muammar Gaddafi. Lakini mpaka sasa dhahabu hiyo haijulikani ilipo. Libya pekee mpaka kufikia mwaka 2011 ilikuwa ina dhahabu zisizopungua tani 144 na almasi sawa idadi hizo. Dhahabu ambayo Gaddafi alikuwa nayo ilikuwa na thamani ya dola za Kimarekani bilioni 7. Ni hela nyingi sana ukizipeleka katika hela za kibongo, basi tunakuwa sio masikini tena. Gaddafi alikuwa kiongozi wa aina yake hakika. Leo angekuwa hai, Libya ingekuwa inashika namba 1 Afrika kwa uchumi na maisha bora kwa wananchi wake. Maana Libya ilikuwa inakuwa kwa kasi kiuchumi kama moto mabua, na hicho ndicho kilichowafanya wazungu wamuondoe, maana mataifa ya magharibi hayapendi kuona ngozi nyeusi inafika mbali. Lakini dhahabu hizo na almasi zilienda wapi? Taarifa zinadai kwamba hata mpango kuanzisha gold dinari alikuwa anategemea sana kupitia shehena hiyo ya dhahabu aliyokuwa ameikusanya kwa miaka mingi.
Dhahabu hizo na almasi zilichukuliwa kinyemela na mataifa ya Ufaransa na Marekani, na zingine zilichukuliwa na makundi ya kigaidi kutoka Mashariki ya Kati. Kulikuwa na wavamiaji wengi Libya, kumbe walio wengi walikuwa wanataka kupata chochote kutoka kwenye hilo ghala la dhahabu. Na kutokana na vita na mvurugano mkubwa hapo Libya, dhahabu na almasi hazikuonekana wapi zimepotelea au wapi zimepitia. Japokuwa taarifa zinalenga sana Ufaransa na mataifa ya Kiarabu, kwa mbali ndio walibeba shehena hiyo ya dhahabu na almasi na kutokomea nayo mazima kipindi vita vimepamba moto Libya. Na shehena hiyo haipo mpaka sasa, na Libya wamekwama, hawawezi kufanya lolote lile. Hawajui waanzie wapi wamalizie wapi, na lawama nyingi zinatupwa kwa Bi Hillary Clinton na rais wa Ufaransa Bwana Nicolas Sarkozy, maana hawa ndio wahusika wakubwa katika machafuko ya Libya na kifo cha Kanali Muammar Gaddafi. Imeandaliwa na Mpoki Buya Kamina Mwanagasya, mwandishi wa makala za elimu, historia na jamii, na kuhaririwa na Isaiah Benson Mwakilembe. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment channel hii, lakini pia unaweza kunifuata kwenye mitandao ya kijamii kama Instagram kwa kuandika Rich Voice Official.